Yaani watoto wa siku hizi bwana, ameondoka hapa. Ameondoka bila kusema chochote. Ananishangaza, lakini asijaribu kuuchezea huu moto. Huu moto wa kuotea mbali kabisa. Afadhali jembe langu umerudi, afadhali. Ila hapa nyumbani leo kuna matatizo makubwa. Mama yako ameomba talaka. Alafu alivyokuwa Shabani mtoto alivyokuwa mpumbavu, kama zilivyokuwa akili zake, eti anaingilia masuala mimi na mama yake. Mimi nikamlamba kofi, eti mama yake anamuingilia mwanawe, eti anamwambia kwamba niweke shavu mwanae anichape kofi. Hili ni sawa kweli mwanangu? Mimi nikatoa talaka, ameenda zake huko. Kwa hiyo na wewe unaondoka. Kwa hiyo familia nzima mimi inanitenga, kuanzia mama yenu, watoto wote mnanitenga. Mimi ni wanani sasa? Kumbe nyie hamnijui vizuri. Hamnijui vizuri kama mimi nimevurugwa. Sasa ngoja. Hii nyumba naipiga mnada. Hii nyumba naiuza, ngoja. Kisamvu mpenzi wangu. Yaani ndo unakuja sasa hivi, wakati baba yangu amerudi muda mrefu. Nimekusubiri vya kutosha hapa. Hivi wewe unaniona mimi kama bondia, si ndio? Mimi nikae tu nikusubiri tu, si ndio? Kudadadeki, yani huyu naye anataka kunichanganya. Sikia mpenzi wangu, samahani sana kwa kuchelewa. Sawa Mimi mambo mengi tu, lakini naomba tufanye mazungumzo ambayo tulipanga tuje kuyaongea hapa. Black Wizard, utanisamee, mimi ni Muhindi, kwa hiyo sijui kuongea vizuri Kiswahili, lakini hebu niambie ili eneo lote ni la kwako, ili mradi nikupe hiyo milioni 32. Niambie vizuri. Bila shaka yoyote, ili eneo lote ni la kwangu. Na sio hivyo tu, nitakupa mpaka hati la ili eneo. Nataka nihame ili jiji la Dar es Salaam, jiji la kifaduro ambalo watu wengi mimi wananitenda, wananitenga, wananisaliti, kuanzia mke wangu mpaka watoto wangu. Kwa hiyo Muhindi, naomba unifanyie huo mpango wa milioni 32. Yaani umenikera sana wewe mwanaume. Umenikera sana. Umeniweka sana hapa. Hivi wewe nikwambie kwa staili gani? Wewe nimekuja hapa nimeanza kuomba samahani, sio wewe? Hivi unajizima data wewe? Hivi unajua mimi nimekuzana na nini huko? Sikia wewe, nitakuja nikukate makofi. Usinipandishie sauti. Kumbuka wewe ni mwanamke wangu wewe. Samahani sana mpenzi wangu. Samahani sana. Najua nimekukaribia muda mrefu, lakini wewe unapenda kushikilia jambo sana muda mrefu. Kwa nini? Usifanye hivyo mpenzi wangu. Nimekuja hapo nimekuomba samahani. Isingekuwa vizuri kuendelea kushikilia bango wewe. Na hata hivyo nimekuja kukupa taarifa ambayo ulionipa kazi. Mimi nimefika mpaka kwa baba yako. Nikajifanya mshenga, tena mshenga maarufu. Ila sasa nilichofeli, nilimtajia jina langu halisi kwamba mimi naitwa Mr. Kisamvu. Baada ya hapo nikamwambia mimi mshenga, akasema sawa, kazi umepata. Akaanza kunitajia huyo mwanamke mwenyewe. Sasa mwanamke mwenyewe kumbe ni mama yangu mzazi, Bifeti. Tena kaita Bifeti ana watoto wawili ambaye Mr. Kisamvu na Shabani. Baadaye akasitokea kwamba mimi ndio huyo Mr. Kisamvu. Akaniuliza sio wewe? Mimi nikamtikisikia kichwa kwamba sio mimi. Unaona Baada ya hapo ndipo nikapita nyumbani, nikamkuta baba ananiambia masuala hayo. Baba amekasirika, akaniambia yeye anataka kuuza nyumba. Ila mimi nilipotoka kwa baba sikumjibu chochote, nikawahi huku. Kwa hiyo baba amekasirika, anataka kuuza nyumba. Basi nimekuelewa vizuri tu, lakini hapo inabidi tumuwahi kwanza baba yako, kwamba mama yako ndio anaenda kuolewa na baba yangu mimi na wewe mapenzi yetu yataisha hapa. Kwa hiyo hakikisha tunavunja, ili swala la ndoa lazima lishindikane. Kwa hiyo mguu wako mguu wangu, mpaka kule kwa baba yako kwenu, tukamsisitizie kwamba asiuze nyumba. Ninachoshangaa, muda wote huo unalemba tu. Chukua pesa unipe niondoke. Mimi nikajua we ni mzee, lakini una akili. Kumbe we huna akili. Sasa pesa yote hiyo nitatembea nayo vipi mkononi? Na wewe pesa yote hiyo kwa nini nikupe mkononi? Mambo hayo mambo ya benki. Kwani hauna akaunti ya benki wewe?
Baba, usiuze hiyo nyumba babangu. Tena wewe usiongee chochote. Ulikuja nikakwambia kabisa matatizo ambayo yametokea hapa, ukaondoka bila kuongea chochote. Oya Mwindi, tuma pesa katika benki yangu hapo. Sinishakupa kadi hiyo. Sawa bosi wangu, ndani ya dakika 2 tu mambo yote yatakuwa sawa. Hapana baba, hapana, usiuze. Na kwa nini nakwambia hapana? Mama umemwacha lakini hajaenda kwao kama ulivyosema. Mama kaenda kuolewa na JM, mke mwingine, adui yako mkubwa katika hii dunia. Wewe Kisamvu, una uhakika na unachokisema? Baba, uthibitisho ni mimi hapa. Mimi baba yangu mzazi ni JM. Kwa hiyo mkeo ulivyomwacha akaenda kuolewa na JM Bifeti ambaye baba yangu mimi. Kwa hiyo naomba utusaidie mpango uweze kufeli.